wakashangilia wakasema ya kwamba huyu ni mfalme mwana wa Mungu kutoka Galili. Na ndio maana tumesema ya kwamba siku ya leo Jumapili ya Mitende, Palm Sunday, ni siku ambayo tunakumbuka kusherekea wakati Yesu Kristo aliingia mji wa Yerusalemu kama Masia na mfalme. Ndio tunasherekea siku ya leo kama Wakristo katika imani yetu wa Kristo. Ndio maana kila Easter Mkristo anakumbuka jinsi Yesu alisulubiwa na akafufuka. Iko katika imani ya Wakristo. Ndio maana kila mwaka unagundua ya kwamba Wakristo wanasherekea kukumbuka ya kwamba Yesu aliingia mji wa Yerusalemu kama mkombozi na mfalme. Ndio maana tunasherekea siku ya leo. Na nataka tuangalie vitu vitano kwa nini Jumapili ya Mitendo ni muhimu kwa Mkristo. Jumapili ya leo mbona ni muhimu kwa Mkristo ambaye anagundua ya kwamba na anatambua Kristo alifufuka, aliteswa na akafufuka baada ya siku ya tatu. Mbona tunajua ya kwamba kitu ya kwanza, siku ya Mitende inaashiria uzuri na ushindi wa Kristo. Ya kwamba siku ya leo inaashiria uzuri na ushindi wa Kristo kwa kifo chake. Wakorintho wa pili 15. Tuangalie Wakorintho wa pili 15. Wakorintho wa pili wa kwanza 15 mstari wa 5. Kumi na tano mstari wa 55 inasema hivi: Oh then, where is thy victory? Oh that where thy sin? The thing of that is sin, and power of sin is the law. Tunasema hapa ya kwamba when the perishable puts on the imperishable and the mortal puts on immortality, then comes to the pass saying that it is written. Ya kwamba Isaiah anauliza hapa katika neno hili ya kwamba wewe kifo, death is swallowed up in victory. Ya kwamba kifo imeshindwa kutokana na ushindi, imemezwa na ushindi. Ya kwamba kifo kimemezwa na ushindi. Na Yesu Kristo tunajua ya kwamba walimweka msalabani na wakasema mambo yake imekwisha. Na wakati Yesu akasema yote yamekwisha, na tunaona ya kwamba kifo cha Yesu Kristo ulimezwa na ushindi wake wa kufufuka. Wakati Yesu alifufuka kutoka wafu, hayuko tena kaburini. Tunagundua ya kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni ushindi, na huo ushindi uliweza kumeza kifo. Na ndio maana Kristo anasema ya kwamba anatukumbusha sisi ya kwamba wakati Kristo atakaporejea, wale ambao wamekufa katika Kristo watafufuka. Huo ndio ushindi. Ndio maana tunasema ya kwamba wakati Yesu alipotezwa, aliposulubiwa, aliwekwa msalabani, na kwa siku ya tatu tuliona ushindi wake kwa kufufuka. Huo ndio ushindi. Na maana ndio Wakristo tunatia moyo ya kwamba kama Yesu Kristo alifufuka katika wafu, hata nasi siku moja tutafufuka na yeye. Tuko na hiyo tumaini ya kwamba kwa sababu Yesu alishinda kifo, hata nasi tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno lake amesema ya kwamba death is swallowed up in victory. Na anasema oh that where is your victory? Maana kifo hakina ushindi yeyote, kwa sababu hakikumshinda Kristo. Kristo alishinda kwa kufufua. Na ya pili, kitu ambacho tunakumbuka kwa sababu ya Jumapili ya Mitende ama Palm Sunday, tunakumbuka ya kwamba Yesu alichagua kutembea on a donkey. Aliamua, which directly fulfilled the Old Testament prophecy in Zechariah
tuangalie the book of Zechariah 9:9. Kulikuwa na unabii katika Agano ya Kale kuhusiana na kufufuka kwa Yesu. Unabii huo ulikuwa umetabiriwa na nabii wa Mungu Zechariah katika Zechariah 9:9. Tuone maandiko inasema aje. Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout loud, O daughter of Jerusalem. Lo, your king comes to you humble, riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. Mbona haya ni unabii uliotolewa kabla Yesu kuja. Unabii Zechariah alitoa ya kwamba nyinyi Zayoni, nyinyi binti wa Zayoni, sherekeeni kwa sauti, kwa sababu mfalme anakuja kwenu kama ako juu ya donki, kama ako juu akija kwenu. Huu nabii ulitolewa na Zechariah, na tunaona ya kwamba tuliona sasa hapa, tumesoma Mathayo 21, tunamuona Yesu Kristo akija amekalia lile mnyama, the donkey, amekalia juu. Tunamuona Yesu amekalia the donkey.